kuinuka, ukabariki watu wako na ukatuonekanie, na ni katika jina la Yesu tumeomba kuamini na kushukuru. Tupigie Bwana wetu makofi mazuri, tupigie waipaji wetu makofi mazuri, tuwapigie makofi hadi waweze kukaa chini katika jina la Yesu, kwa sababu Bwana ni mwema kila wakati, na kila wakati Bwana ni mwema. Mungu wa uzima awabariki. Tunaweza kukaa chini, ni wakati wa Bwana tuweze kukaa chini, ndio kama Mungu atawabariki. Asanteni sana. Bwana Mungu awabariki. Tumeenda vizuri toka wakati Mungu alituleta mahali hapa. Nina ushuhuda ya kwamba Mungu ametenda maajabu, na kwa hivyo ninamshukuru kwa kila kilindi cha moyo wangu. Wakati huu nataka kuchukua nafasi hii nikiwa nimenyenyekea sana, niweze kumshukuru our pastor na our pastor consulata, familia hii ya Mungu. Niweze kusema ninanyenyekea sana, niko na kila shukrani kwa kuweza kupata nafasi ya kusimama katika mahali pa kumshukuru Mungu na mahali pa kutoa dhabihu hii ya neno la Bwana. Na kwa hivyo sichukui hiyo ikiwa tu hivyo, nataka kusema ya kwamba ninashukuru kwa ile cha moyo wangu, na Mungu akaweze kuwabariki. Ninajua hii kazi Mungu alikukaribia kwa kazi kubwa uliofanyia Mungu, na kwa hivyo kuachia mtu mwingine ni moyo mkuu. Kwa hivyo Mungu akubariki. Hata na wachungaji wale wengine akina Pastor Frank, Apostle, hata chairman wetu na kanisa lote, Mungu wa uzima awabariki. Mjue ya kwamba sichukui hii jambo hivyo, ninajua ina ukarimu mkono wa Bwana. Siku ya leo tuko katika ibada ya Kiswahili na mambo mengi yametendeka, na tuko katika nafasi ya kulisikia neno la Bwana. Wakati huu ni wakati wa Mungu, na ni wakati mkuu sana ambaye Mungu ameweka mbele zetu. Tumekuwa katika ibada za revival, ibada zilizotupeleka mbali sana. Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, nataka nikuambia ya kwamba Mungu amekuweka katika utukufu mwingine. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo haikuwa kawaida Mungu kulichukua kanisa lake na kuliweka katika mahali pengine. Ni kwa sababu alikuchagua akufanya hivyo. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo nilikuwa namlilia Mungu wakati huu akubali niwe nimesimamia mahali ametuweka. Bwana asifiwe. Ili chochote anataka kuachilia akaweze kuachilia katika nafasi pale tukiwa pale. Bwana asifiwe. Haleluya. Sababu Biblia inasema wakati wowote mrithi aliye mtoto hawezi akarithi baba yake. Bwana asifiwe. Lakini wakati amekomaa ako na kila haki ya kurithi. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ningetaka tukomae katika ile hii ya kujua ya kwamba Mungu anatupenda kwa kiasi kingine. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kichwa changu cha neno la siku ya leo, ambaye nitaenda haraka sana kwa maana ninajua tayari Mungu ametuhudumia kwa njia zake, ni kwamba ya kwamba Mungu anasema I choose you before I called you. Bwana asifiwe. Ya kwamba Mungu anakuambia mimi nilikuchagua hata kabla sijakuita. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka kukutangazia kanisa, hauko hapa kwa sababu ya jambo lingine. You are here because you are chosen. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Mungu kama ana impartition, ana kitu anataka kuweka ndani yako, anataka kukunenea kwa sababu you are chosen generation. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Bwana akatunena kuombea kwamba ametutoa katika mafuta ya kutuinua kama wana wa Mungu, ametuweka katika kutuinua kama mataifa. God is dealing with us as his holy nation. Bwana asifiwe. Na ninapotazama kama taifa hili la Kenya, tuko chini ya rais wetu Ruto. Bwana asifiwe. Wakati alikuwa anatembea, nilikuwa naona kila mtu anasema utujengee barabara, utufungulie shule, kwa sababu ni rais wetu. Bwana asifiwe. Na hakukuwa na mdogo, hakukuwa na mwenye mambo makuu. We were all one nation, under one constitution, under one president.
Bwana asifiwe. Na mipaka yetu yote imefungwa, tunaishi under one management. Bwana asifiwe. Na kwa Mungu anataka kuchukua kanisa la Bwana kutoka mnyonge katika roho, kutoka mdogo katika ufalme, tukaweze kuwa kitu moja kwa nguvu za Bwana, akatuinue kama kanisa teule, kama taifa teule la Bwana. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Mungu anasema niwalete sehemu hii, maana niliwachagua. Na kwa hivyo tukiwa tumechaguliwa na Mungu kama baba yetu, lazima tufunguke macho tukamsikie wakati anaongea. Bwana asifiwe. Kwa sababu constitution yetu ile Mungu anataka tuifuate ni neno lake. Anything out of the word of God is unconstitutional. Bwana asifiwe. Kwa sababu mambo mengi yanatembea yakitendeka katika macho ya kuonekana, yanatendeka kiroho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anything out of the word of God is unconstitutional. Kwa hivyo Mungu anataka tunapomjaji na tunapomtamani, tunamtamani kulingana na neno lake. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ningetaka Abraham atusomee neno lililo katika Yohana Yohana Mtakatifu 1, atutumie 35 hadi 42. Ndio kwamba Mungu atatubariki. Yohana Mtakatifu 1, utusomee kutoka mstari wa 35 hadi 42. Na Mungu atakubariki my brother. Hallelujah. Amen. Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wake wa 35. Amen. Biblia inasema kwamba tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Yesu aligeuka akawaona wakimfuata, akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabii, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, njooni nanyi mtaona. Wakaenda wakaona akaapo. Wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10. Andrea nduguye Simioni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Huyo akamuona kwanza Simon ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tumemuona Masihi, maana yake ni Kristo. Akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama akasema, wewe u Simioni mwana wa Yona, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. Amen. Bwana akubariki sana na akuinue. Maandiko inatuambia hapa ni wakati Yohana alikuwa anakaa na wanafunzi wake wawili, na waliokuwa wakizungumza walikuwa hawa ni mitume wa Yohana kabla Yesu hajaingia katika huduma. Na wakiwa wamekaa na Yohana wakamuona Yesu amepita, naye Yohana akawaambia, tazameni kondoo wa Bwana. Bwana asifiwe. Hawa ni watu walikuwa wanajua, wanaugoja ufalme wa Mungu. Hawa ni watu waliishi katika agano la Bwana, lakini wakati walioingia katika ufalme wa kungoja ufalme wa Bwana wakiwa na Yona, mioyo yao ilikuwa imefunguka. Ninataraji na ninajua ya kwamba hata kama unalingoja neno, moyo wako umefunguka kujua katika ahadi za Bwana ndani yako, Mungu atakwambia namna gani. Bwana asifiwe. Hao wanafunzi masikio yao ya moyo ilikuwa imefunguka, na kwa hivyo wakati Yona alisema, tazama kondoo wa Bwana, wakajua Masia ama mkombozi ndio huyo amenenwa habari yake. Bwana asifiwe. Wakafuata Yesu, wakakimbizana naye, wakamwambia, Rabii, mwalimu, unakaa wapi? Bwana asifiwe. Sasa tunaona
ninaona shida ya watu waliokuwa wakingoja wameanza mwendo. Tarajio yangu siku ya leo, wewe uliokuwa pale unangoja, utalisikia neno na utaelewa, utaanza kufanya kazi na Mungu. Bwana asifiwe. Walipomfuata Yesu akawauliza, nini maana sikuwa na habari yenu, mnataka nini? Wanakumuuliza, unakaa wapi? Tunajua hiyo hadithi yote, na tunajua vile Yesu alitembea nao kama wanafunzi wake, na vile aliwajenga, Bwana asifiwe, na kuwalisha neno la ufalme wa Bwana. Lakini ni kwa sababu hawakuachilia neno lolote likaondoke katika majira bila kulipokea. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo walipojengwa na kuwa na nguvu, Bwana asifiwe, Yesu ikafika wakati sasa wakaingie kama taifa moja, wakaanze kuproclaim mataifa. Kwa sababu ni kwa nini tutaweza kuproclaim mataifa nje kama tutatoka kama taifa la Bwana? Bwana asifiwe. Tukitoka kama wateule, tutalete wateule wengine katika ufalme. Lakini wakati huu wa urejesho wa kuenenda katika pumziko letu, lazima Yesu atutayarishe kwa majira haya. God is getting ready kanisa ikaweze kuingia katika tamanio yake, katika tamati yake. Bwana asifiwe. And we are going there as a nation of God. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo tukienda katika Luka 9, nataka kukimbia kidogo na najua tunapelekana. Nataka uende katika kitabu cha Luka 9. Haleluya. Tuone alipowatayarisha, alianza kuwafanya nini? Alianza kuwaongeza nguvu gani? Maana tunajua tuliwachwa mahali ya kuingia kwa ufalme na nguvu. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati tulihubiriwa, tuliambiwa, tulijua ya kwamba katika ufalme unanyakuliwa na nguvu kwa wenye wataunyakuwa kwa nguvu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ni lazima tupate nguvu kwa mwenye nguvu, tukaweze kuingia katika ahadi zetu za ufalme. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo hawa ni lazima wangeingia katika ufalme huu wa Masaya wa kukombozi wakiwa na nguvu, na nguvu yao hawatatoka mahali mengine, itatoka kwa Yesu. Wacha tuende katika Luka 9 usome 1 hadi 4. Luka 9 1 hadi 4. Amen. Katika kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 1, Biblia inasema ya kwamba akawaita wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Akawaambia, msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo wala mkoba wala mkate wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Na nyumba yoyote mtakayoingia, kaeni humo, tokeni humo, na wale wasio wakaribisha mtokapo katika mji huo, yakung'uteni hata mavumbi ya miguu mwenu kuwa ushuhuda juu yao. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Mungu Yesu alipotayarisha hawa walioinuka na kumfuata wakati wa Yona, akawalisha neno la Mungu na wakaweza kupokea nguvu, kama vile kanisa ya leo inamjua Mungu, imekula nguvu za Bwana, inaelewa iendapo. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Yesu akawaambia, ni wakati wenu sasa wa kuenenda kwa mataifa, ili mkawafanye taifa langu. Bwana asifiwe. Wewe ndio unahitajika na Bwana, ukafanye watu wa mataifa wakawe taifa la Bwana. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo akawaambia, nimewapatia nguvu na mamlaka. Bwana asifiwe. Mtakapoenenda mtaponya walio wagonjwa. Kwa hivyo kazi ya kuponya wagonjwa umepokea ndani ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu anataka katika taifa hili, hakuistahili kuwa na magonjwa. Katika taifa la wateule
asifiwe. Ni kama mtu sasa kama hawapata apewe nguvu na mamlaka na fedha na our president, aambiwe sasa nimekucommission kafanya kazi fulani. Bwana asifiwe. Ataenda kuifanya kwa niaba ya president. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kanisa la Mungu, Bwana anatoa pasia, anataka mkaweze kuelewa kwa nini mnaishi kwa magonjwa, na tayari nimewapatia nguvu na mamlaka ya kuondoa kwa magonjwa. Kwa nini taifa lenu linalia ugonjwa na mapepo, na mimi nimewapatia nguvu ya kuyanenea yote. Bwana asifiwe. Akawaambia na mnakapo tembea mkikusanya na kuleta taifa la Bwana pamoja, msiende na kitu. Bwana asifiwe. Hautaenda na kitu because it is all provided for you. Bwana asifiwe. Hakuna kitu utanidai kama baba kichanga, maana tayari kimepeanwa na Mungu wako. Bwana asifiwe. Kwa sababu Bwana anataka tuende kwa constitution ya neno la Bwana. Bwana asifiwe. Tunapohitaji kitu, neno la Mungu limesema namna gani? Haleluya. Na Mungu anataka macho yetu yafunguke, maana yeye ndio Mungu wetu mwenye mamlaka tulio nayo. Chochote kiko mbele chako, kabla ya kujua vile utakifanyia, jiulize kama kiko katika ufalme wetu. Bwana asifiwe. Kwa sababu hatuwezi tukadili na mambo ya Amerika hapa, kwa sababu hiyo ni Amerika. Lazima tujue katika constitution ya Kenya haya mambo yanasema namna gani. Bwana asifiwe. Unastahili kukaa mgonjwa, kwa Mungu hakuna magonjwa. Unastahili kukaa umefinyika, hauna njia, Yesu ndio njia. Unastahili kuishi bila amani, kwa Mungu Jesus is a prince of peace. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo tunaingia katika kanisa lililokuwa elevated, likiwa tayari kuingizwa kwa mamlaka na nguvu zake. Bwana asifiwe. Kwa sababu kwa nini Mungu anatayarisha kanisa la Bwana? Kwa nini Yesu anatayarisha kanisa la Mungu ili karudi mahali pake? Bwana asifiwe. Likasimame katika mamlaka yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu kanisa la Mungu kusudi lake ni kusimama katika upendo wa Mungu Baba. Bwana asifiwe. Katika will ya Bwana wetu. Na kwa hivyo Mungu akitukusanyisha pamoja, anataka kuturidhia, anataka tupokee, anataka tuanze kuona eneo zetu, tuone tunaweza kupanuka namna gani, tuweze kuona sisi ni nani katika ufalme. Bwana asifiwe. Na ningetaka tuende katika kitabu, tutasoma mistari kadhaa ili tuweze kuelewa tunaenda wapi. Twende katika kitabu cha Genesis ama Mwanzo 12. Nataka usome mistari mitatu, 1 hadi 3, na Mungu atatubariki. Genesis 12:1-3. Genesis 12:1-3. Na Mungu atakubariki. Genesis 12:1-3. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki kwa kubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa pamoja naye. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Huyu ni Mungu wakati wa kumteua Ibrahimu na tena kumuita na kumtayarisha, akamwambia sasa, nataka uvue utu wako, nataka utoke kwa yale mambo unajua, nataka sasa uniwachie wewe. Bwana asifiwe. Ili
ifanye kulingana na upendo wangu, kwa sababu ni lazima kanisa ifike mahali isimame katika kupenda kwa Mungu, iwachane na kupenda kwa mwili, isimame mahali ya kuachilia mambo mengine ikamtazame Mungu. Na kwa hivyo akamwambia Ibrahimu, toka kwa watu wenu, toka kwa mambo yale unayojua, maana leo, kwa maana nimekuwa pamoja nao, nimekuamini, umekuwa wangu, ninataka nikufanye taifa langu, kuja nikuonyeshe mipaka yako. Bwana asifiwe. Na akamuinua mahali pa juu. Today kanisa inaenda mahali pa juu. Bwana asifiwe. Hautaishi hapo tena. Mungu anakuelevate mahali pengine, kwa sababu ni lazima uelewe kama ni kwenda, ungeenda mahali wapi, ndio ujue nguvu ile utaweka. Bwana asifiwe. Kwa nini kanisa haiendi? Kwa sababu hatujui tumeitwa hadi wapi, kwa sababu hatutazami makuu ambaye yanatugojea. Leo nilishukuru nikimuona Wacheo akisema huu sio wakati wa kufanyiwa kazi, huu ni wakati wa kuinuka na kugrab it by force, because by force we will get it. Bwana asifiwe. Alikuwa anahubiri katika jina la Yesu, kwa sababu tukingoja kama tabia za dunia, tutaishi pale, hatutajua wakati wetu. Tutashikanisha kila kitu na wazee, tunasema mama yangu, pasta wangu, baba yangu, hatutatoka kwa watu wetu. Na kwa hivyo akaambia Ibrahimu, enenda hadi mahali nitakwambia, kwa sababu Mungu hataki tuishi mahali tunajua, anataka tukae mahali yeye ametupangia. Bwana asifiwe. Siku ya leo tumekaa mahali pale sana, tunajua vile tunafanyanga kila siku, lakini Mungu anataka sasa tusikiage kutoka kwake. Kama unataka kwenda, he will tell you when to go. Kama unataka kuinuka, he will tell you when to wake up. Bwana asifiwe. Kwa sababu umekuwa taifa teule la Bwana. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo akaambia Ibrahimu, utakapoenenda nitakubariki. Haleluya. Nitakuita mbarikiwa. Hata wale utakuwa pamoja nao watakapokubariki, na mimi nitawabariki. Bwana asifiwe. Mahali popote utakanyanga patakuwa baraka zao. Wakati huo wa kanisa kwenda mahali Mungu hakujulikana na to proclaim the kingdom, ukachukue katika mahali pa watu wamelewa, ukatoe taifa la Bwana pale. Ni wakati wa kwenda mahali ambaye unasimama na nguvu za Bwana, wanatii kila neno la Mungu ulilolinena. Kwa sababu Bwana alikwambia usibebe kiatu, akakwambia usibebe hata rungu, kwa sababu the fight you are fighting is not your battle. Bwana asifiwe. Utaenda kupigana taifa la Bwana, au utapiga vita za Bwana. Na kwa hivyo ni wakati kanisa Mungu ametutayarisha ili tukaweze kuingia katika urithi. Ukitazama wakati Ibrahimu alisimama, alipotazama huko aliona umbali mkubwa sana, akaambiwa ni urithi wake. Alipotazama juu akaona nyota za Bwana nyingi sana, akaambiwa huo ndio uzao wake. Haleluya. Unatazama wapi? Juu unapotazama, hiyo ni ukuu wa Mungu ulio juu yako, ni mwanga wa Mungu ulio juu yako. Bwana asifiwe. Unapotazama umbali huu, hata hao walevi watatii neno la Bwana kutoka kinywa chako. Bwana asifiwe. Mahali macho yako itaona, do you know you have dominion to that? Kile macho yako itaona, unless macho yako isione. Hii ni neno la Mungu. Mungu anamwambia Ibrahimu, kile unaona ni urithi wako katika jina la Yesu. Haleluya. Tunajua ya kwamba tutakapoendezwa na Mungu na kupokea hali Mungu anatuweka wakati huu, hakuna kitu tutakosa. Kwa sababu wakati Daudi alifika sehemu hii katika kitabu cha Zaburi 23, alisema my Lord is my shepherd,
I shall not want. Bwana asifiwe. Ya kwamba Bwana ni mchungaji wangu, hakuna kitu hata kimoja nitakosa. Kanisa la Bwana linastahili likaingie pale. Kila wakati tunapoamka, mchungaji amekuamsha. Kila wakati unapoenda marishoni, mchungaji yu mbele zako. Kwa sababu kila wakati unastahili pumziko, mchungaji yupo pamoja nawe. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni kwa hivyo wakati huu ni wakati wa kusimama tukigojea kanisa. Na tukigojea Bwana. Na ninajua ya kwamba wengi wetu wanastahili kukombolewa. Bwana asifiwe. Wengi walikuwa wameondolewa na mambo tofauti katika kumgoja Bwana. Bwana asifiwe. Lakini Mungu hataki kwenda na wachache, anataka kwenda na taifa lote. Na niliposikia Musa akimwambia Farao, hatuachi hata mafi ya kondoo. Bwana asifiwe. Hatutawacha watoto wetu, hatutawacha kazi zetu, tutamtumikia Bwana kwa kazi, tutamtumikia Bwana kwa nguvu zetu, kwa hekima zetu, kwa sababu Mungu ametuinua katika jina la Yesu. Na kwa hivyo siku ya leo nataka ujue ya kwamba mkombozi yu pamoja nasi, na ametuambia ya kwamba I want to restore you. Nataka niwaregeshe katika agano langu. Nataka niwaregeshe katika kupokea kwenu. Na kwa hivyo nikitaka tuone kitabu cha Zakaria mlango wa 9. Zakaria, ili tuweze tukienda tukimalizia katika kitabu cha Zakaria mlango wa 9, kutoka pale 9 utaenda hadi enda hapo 9 hadi 15. Ndio kama Mungu atatubariki. Kitabu cha Zakaria. Haleluya. Uzuri uwema wa Mungu ni kwamba yale aliyonena mwanzo wa dunia anaenda akiitimilisha hata siku ya leo, kwa sababu agano la Mungu ni na amina. Ulegosho huu tuko pamoja nao aliunena wakati wa nabii Zakaria katika jina la Yesu. Hebu tusomee kitabu cha Zakaria pale nyuma kabisa, nyuma kabisa. Haleluya. Zakaria ni 9, usome kutoka mlango wa 9 hadi 15. Amen. Katika kitabu cha Zakaria ni sura ya 9 mstari wake wa 9. Furahi sana binti Sayuni. Wewe furahi sana binti Sayuni. Piga kelele binti Jerusalem. Hata wewe binti Jerusalem piga kelele. Tazama mfalme wako anakuja kwako. Mfalme wako anakuja kwako. Ni mwenye haki naye ana wokovu. Yeye ana haki na amekuokoa. Ni mnyenyekevu amepanda punda. Ni mnyenyekevu na amepanda punda. Na mwanapunda mtoto wa punda. Haleluya. Na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraim. Gari la vita, wewe watakaye kuinukia, Mungu atawaondoa umbali nawe. Na farasi awe mbali na Jerusalem. Na farasi zitakuwa mbali na hekalu lako. Na upinde wa vita utaondolewa mbali, naye atawahubiri mataifa yote habari za amani, na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari. Utahubiri maneno ya Bwana kwa mataifa. Haleluya, ya amani. Bwana anasema na mamlaka yake toka bahari hata bahari. Utawanenea nguvu za Mungu, utawanenea mamlaka iliyo ndani yako, iliyoregeshwa ndani yako na Bwana. Natoka mto hata misho ya dunia. Haleluya. Na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Wewe fikiria kwa habari yako wewe. Haleluya. Kwa sababu ya agano Mungu aliye nayo ndani wako, amewatoa katika
katika lile shimo lililo na maji, ya kwamba kuna watu wametekwa, kuna watu wako wamefungwa, kuna mambo unayetarajia kwa Bwana hayajapatikana, kuna mambo imefungwa na Ibilisi. Bwana anasema, maana nimekukomboa, sasa hata yale mambo yako yamefungwa nitawayaondoa, yatakuwa msaada wako wa karibu, katika jina la Yesu. Aleluya. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Amen. Maana nimejipindia Yuda, nimeujaza upinde wangu Efraim, nami nitawaondokesha wana wako Sayuni, wapigane na wana wako Uyunani, nami nitakufanya wewe kuwa kama upanga wa shujaa. Imagine, Mungu anakuambia sasa, wewe kwa vile kazi ile kubwa nimekufanyia, nitakufanya uwe kama upanga wa shujaa. 14 inasema, naye Bwana ataonekana juu yao, na mshale wake utatoka kama umeme, na Bwana Mungu ataipiga tarumbeta, naye atakwenda kwa pepo za kisulisuli za kusini. Bwana asifiwe. Mungu anasema ya kwamba anakuambia ya kwamba ati yeye Bwana mshale wake utachomoka juu yako, wewe utachomoka juu yako, ya kwamba wewe kila adui utawakomesha kwa mshale wa Bwana. Bwana asifiwe. Kila shida utaikomesha kwa mshale wa Bwana. Mungu kuna watu anakuja kuvika vyombo vya kuendelea kukonka nation, mataifa, na yale mambo yote yamebebwa na shetani. Bwana asifiwe. Na ndiposa alituleta pamoja, maana sasa alikwambia usienende na kitu, kwa maana yu tayari kukukabidhi mshale wa ushindi. Bwana asifiwe. Mshale uzuri wake hautangojea adui awe karibu na wewe, adui utamwanguza kwa umbali wake. Bwana asifiwe. Mshale wa Bwana unaangushaga adui hata kabla hajakabadilibia eneo lako. Hii ni taifa iliyosimamishwa na Mungu. Hii ni taifa iliyo na nguvu ya mambo yote, na kwa hivyo ndiposa Mungu alikulete kileleni hiki, ili akaweze kutufanya kuwa taifa la Bwana. Bwana asifiwe. Kuwa watu ambaye wameinuliwa na Mungu, kuwa watu ambaye Bwana amewatendea makuu, katika jina la Yesu. Kwa hivyo siku ya leo ninanenea kanisa tayari limeona na limemsikia Mungu. Bwana asifiwe. Kanisa ambaye Bwana yu tayari kuikabidhi mamlaka na uwezo wote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakutaonekana kwenu wagonjwa, hakutaonekana kwenu wenye kushindwa, hakutaonekana kwenu wenye kukosa kuendelea, viwete. Bwana asifiwe. Maana tayari Bwana amewakabidhi silaha za vita. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata mataifa watasemanga hii ni taifa la Bwana. Bwana asifiwe. Kabla hujashuhudia, watu watasema na huu ni wa kabila la Bwana. Bwana asifiwe. Huu ni wa taifa la Mungu, katika jina la Yesu. Na kwa hivyo Mungu anataka hata akina wale wote waliopotelea kule kwa Makiri, haleluya, wale waliovunjika mioyo na wakaenda Lodeba, Bwana asifiwe, wakaenda kwa Makiri kuishi pale. Ninajua kuna wengi walihitanishwa na Bwana, lakini hawakustahimili, maana walipitia kwenye mapigo. Ninajua kuna Meshiboshethi ninaongelesha mahali. Bwana asifiwe. Wengi wanaojiuliza, hata kama Mungu amefungua ufalme mkuu namna huu, ninaye uwezo wote wa kuingia pale. Lakini kama unahitanishwa na agano la Bwana, Bwana asifiwe, nataka ujue wakati huu na nafasi hii na majira haya, kuna ufalme umetumwa na Mungu kwako kuja kukurejesha katika nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Wale walikuwa wanaona Meshiboshethi, walikuwa wanaona mtu ambaye
amewaachiliwa, mtu ambaye hana future, mtu ambaye ameishi katika kusahaulika. Lakini kwa sababu ya agano, kama vile Mungu anasema nitawarejesha, hata Mefiboshethi, wewe ulio pale ambaye umemjua Mungu, unaitanishwa na agano la Bwana, unaingia katika taifa la Bwana. Bwana asifiwe. Utakula pamoja na Mungu, utatembea katika agano za Mungu, utainuliwa na Bwana, utapata nguvu za Mungu. Ninashukuru kwa sababu siku ya leo Mungu amemwaga nguvu zake kwa sababu ya kanisa lake. Bwana asifiwe. Hakuna mtoto, hakuna mtu mzima, taifa la Mungu, Mungu anataka kuliinua mbali katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na kwa hivyo ni lazima tujishikanishe. Haleluya. Na tutajishikanisha na nini? Na kulisikia neno. Huyu mama alikuwa Msamaria, alikuwa ameishi kama Msamaria, alikuwa anaitanishwa na Samaria. Hata alipokuwa akinenea, Yesu alimwambia sisi Wasamaria. Bwana asifiwe. Lakini ni vizuri tusikie neno. Aliposikia neno kutoka kisima cha Daudi, maneno yake yote yakabadilika. Labda uko pale, wewe ni Msamaria, unafikiri haya maneno ya Wayahudi, lakini ole wako kama unaweza kufungua masikio yako. Ufalme huu ni wako. Bwana asifiwe. Mungu Yesu alikufa msalabani kwa wale wote watakapomjua na kumsikia waweze kurithi ufalme huu. Hata Msamaria alibadilika, akaanza kuona yale mambo aliamini, akaanza akakosa, akawachana na zile tabia alikuwa nazo, ile position alikuwa anatumia, akaona mwanga. Bwana asifiwe. Na akatembea katika ushindi. Siku ya leo kuna watu wanakombolewa. Siku ya leo watakapolisikia sauti la Bwana wanainuliwa. Siku ya leo kwako hakutaonekana kuwa udhaifu tena. Huyu mama hakulegea katika usherati tena, kwa sababu aliiona nguvu za Bwana katika jina la Yesu. Tukimaliza, ningetaka tuende katika Isaya 49 ili tumalizie, na najua ya kwamba Mungu atatubariki. Isaya 49:49, atajua ya kwamba Mungu atatubariki, kwa sababu juu tayari kubadilisha maisha yetu. Siku ya leo waliokuwa hawana nguvu, ninaamini na ninajua wamepokea nguvu za Bwana. Waliokuwa wanyonge, ninajua watanenea huo unyonge, kwa sababu wamekibali, wako na nguvu na mamlaka katika jina la Yesu. Ningetaka uanze hapo moja, na ninajua Mungu atatubariki hapo moja. Amen. Katika kitabu cha Isaya 49 mstari wa kwanza. Nisikilizeni enyi visiwa, nyinyi visiwa, tegeni masikio yenu enyi kabila ya watu mlio mbali sana. Haleluya. Bwana ameniita tangu tumboni, toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu. Mungu amekuita hata kabla hujazaliwa, alikujua. Naye anifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali. Mungu amekifanya sasa kinywa chako kuwa upanga mkali. Chochote kiko mbele yako, you can able to destroy katika jina la Yesu. Endelea. Katika kivuli cha mkono wake amenisitiri, naye amenifanya kuwa mshale uliosuguliwa, katika pondo lake amenificha. Hebu angalia, katika mkono wake Mungu amekurehemsha pale, amekusustain pale. Haleluya. Wewe hauko nje ya kupenda kwa Mungu, na anasema amekufanya kama mshale mkali. Wewe ni upanga. Hapa ninaona watu ambaye Mungu anawequip. Bwana asifiwe. Hiyo shida iliyokuwa kali kwako, nao Mungu anakupatia silaha. Bwana asifiwe. Kuna watu amefanya mshale ulio mkali, unayetopoka na kubariki na kudestroy kila ngome la adui. Hebu endelea na brother. Akaniambia, wewe mtumishi wangu Israeli, ambaye katika wewe nitatukuzwa. Hebu angalia, kwa nini Mungu
anafanya haya yote? Ni kwa sababu katika wewe Israeli, Mungu wa uzima atatukuzwa. Bwana asifiwe. Katika wewe ambaye unaona mdogo sana, Mungu wa uzima atatukuzwa. Haleluya. Hebu tuendelee. Lakini nikasema, nimejitaabisha bure. Nimejitaabisha bure. Nimetumia nguvu zangu bure. Haleluya. Bila faida. Haleluya. Lakini hakika hukumu yangu ina Bwana na thawabu yangu ina Mungu wangu. Haleluya. Na sasa Bwana asema hivi, yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimletee Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele zake tena, maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana, na Mungu wangu amekuwa nguvu yangu. Na asema hivi, ni neno ndogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuzinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata misho ya dunia. Amen. Mungu anaongea habari yake. Bwana asifiwe. Wewe ndio amefanyia hiyo kazi zote. Bwana asifiwe. Wewe ndio anataka akutumie ukakomboe mataifa. Wewe ndio anataka ukasimame kama nuru ya Bwana. Wewe ndio anataka ukanene maneno iliyotokana na kinywa chake. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Mungu ni lazima angelitayarisha kanisa, kwa sababu huu ni wakati wa kanisa kupokea urithi wake wote ulioinuliwa na Mungu juu yake. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kuvunja ngome zote na kulisimamisha Yerusalemu. Bwana asifiwe. Kwa sababu Yerusalemu la Bwana ni lazima ikaweze kusimama, sifa na utukufu wa Mungu ukaweze kuonekana katika jina la Yesu. Na kwa hivyo ni wakati huu kila mmoja akajimwaga mavumbi yote, kila mmoja akainuke, kila mmoja akasimame, kwa sababu wito wa Mungu umesimama. Bwana asifiwe. Haleluya. Pengine wewe ulikuwa mgonjwa, wewe mnyonge, kama vile tumemwona Mefiboshethi alipovunjika, unasema this is what whom I am, hivi ndio nilivyo, sina sauti, siwezi kunena. Wewe umejifinya kwako pamoja na hata umeondokea. Bwana asifiwe. Agano la Mungu linakuhitaji, kwa sababu Mungu anauliza, ni nani kati ya hawa walioniita kwa jina langu ambaye ako hapa niweze kumvika nguo za utukufu. Bwana asifiwe. Wakati huu wa wema wa Mungu anataka kutafuta kila kinywa kiliyokiliaye ni Bwana, tukaweze kuinuliwa na Mungu. Bwana asifiwe. Kanisa la Bwana ndio limengojewa nchi hii. Kanisa la Bwana ndio njia ya safari ya mbinguni. Bwana asifiwe. Kanisa la Bwana ndio litaweka mambo yote sawa. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo as a church of God ni lazima tujue ni wakati wetu. Bwana asifiwe. Neno la Mungu limekwambia, limekufungulia milango. Neno la Mungu limesimama mbele yako, ukalisikie na ukaanze mwendo. Bwana asifiwe. Tuliambiwa ya kwamba ni wenye nguvu watanyakuwa ufalme, na kwa sababu nguvu za Mungu ziko juu yako, kama vile mitume walipata nguvu, ni sasa tuenende tukanyakue nguvu za Mungu. Una mshale, una upanga, una kila kitu uliohitaji. Let's go. Na ndio tutapokea ukuu na utukufu wa Mungu na tutabarikiwa katika jina la Yesu. Ningetaka tusimame. Ninataka uvue mambo yote mbele za Mungu. Mwambie Mungu, kwa unyonge wangu, kwa kuwa singeweza, ninajua unanipenda. Kama ulienda ukamtoa Mefiboshethi katika nyumba aliyokuwa amejificha, hata mimi mahali niliyosahaulika utanitoa. Bwana, nilikuwa nangojea wachungaji, nimejua sasa nitastahili kuinuka. Bwana, nilikuwa ninangojea Bwana wasikie neno kutoka kwako waniambie, lakini sasa umeninenea. Bwana, nimejua mimi ni wa haja kubwa katika ufalme wako Bwana. Niko tayari ukanitumie. Bwana, ninakujua ya kwamba sasa umeweka upanga ndani
ya ulimi yangu. Magonjwa nyinyi hamuna sehemu yenu kutoka siku ya leo, kwa sababu Yesu alisema muende mkawaponye wagonjwa, muende mkazilaani mapepo, muende mkainue walio chini katika jina la Yesu. Asante kwa kunyoosha mchana wangu juu ya kinywa changu. Siku ya leo ninayo mamlaka iliyotokana nawe Bwana. Asante kwa sababu nimejua mimi ni kanisa iliyoinuliwa. Nimejua ya kwamba nitakuwa nikikula meza moja nawe. Nimejua ya kwamba nitakapotembea ninatembea kwa mamlaka yako. Watakaponiona watasema hakika hii ni taifa la Bwana. Hakika hawa ni watu wametoka katika mpango wa Mungu, wale waliobarikiwa pasipo kwa kuwalaani, wale walioinuliwa pasipo kwa kuwalegeshwa chini. Hawa hawawezi wakainukiwa, hawa hawawezi wakapangiwa vita. Hawa ni watu wa Bwana aliye juu sana. Asante kwa kunipatia kibali, asante kwa kuniosha, asante kwa kuniinua, asante Bwana kwa kuniambia kwamba ninaweza hata kama niliona kama sitaweza. Asante Bwana kwa kuniambia kwamba nina urithi na yoyote iliyo yako ni yangu katika jina la Yesu. Ni kibali kilicho wazi kujua wewe Bwana, nguvu zako ni zangu, urithi wako ni wangu, baraka zako ni zangu. Mimi nimebarikiwa nawe. Asante kwa neno lako, kwa sababu ndiyo kifunguo, kama neno lako ndiyo baraka zangu, neno lako ndiyo mshirikizi wangu katika jina la Yesu. Ninakushukuru Mungu kwa yale uliyotenda. Ninakushukuru Bwana kwa kunipenda na kuniinua. Ninakushukuru Jehova kwa sababu nitaendelea taifa langu na itarudi mikononi mwako, maana umeniambia nilikuita Yakobo kwa kusudi moja, taifa likanitukuze, mataifa wakaniinue katika jina la Yesu. Asante kwa kunipatia kibali, asante kwa kunionekania, asante maana katika unyonge wangu si wewe unasema ndio nguvu zangu. Katika kushindwa kwangu sikuhitaji kitu, wewe ulikuwa usimame ukanene kwa bahari yako Bwana. Asante Mungu, asante Bwana. Ni upendo ulioachi ubali unayetupenda nayo hadi kifo cha msalaba. Asante Yesu, asante Bwana wa mabwana. Neno lako tunalishukuru kwa sababu ni neno la uzima. Tunalifuata kama mitume waliposikia huyu ni kondoo wa Bwana na wakachukua miguu wakamfuata. Tunakungojea leo, tutakungojea kesho, kwa sababu kuendelea kwetu kunatokana na kifo chako. Asante Bwana wa mabwana kwa ukuu na utukufu wako Mungu. Ninakutukuza kwa yale umetenda. Umetembea nasi umbali huu, ukafika wakati wa kutujaza na kutuinua tukaweze kupokea baraka zako. Tunakutukuza kwa kila mmoja, tunakutukuza kwa kila mmoja katika jina la Yesu. Aliye mgonjwa Bwana muinue, kwa sababu neno lako linamtuambia kwamba kwa mapigo amepona. Jehova, kwa wale walio chini ukawainue juu, kwa sababu neno lako linatuambia ambieni walio chini watainuliwa katika jina la Yesu. Tunakutukuza Mungu wa uzima kwa sababu ya majira kama haya na wakati kama huu wa revelation na ukuu na utukufu wako unapotunenea kwa kinywa chako na nguvu zako. Tunakutukuza na tunakuinua, na ni katika jina la Yesu tumeomba kwa bidii na kushukuru. Amen. Tupigie Bwana makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Huu ni wakati wa kuombea watoto wetu, kwa sababu kama vile tumeagizwa na wapasta, ni vizuri kuombea watoto wetu.
kwa sababu Mungu anapenda watoto wetu, ili Bwana akatembee na kuna maneno Bwana amenena juu ya watoto wetu, na ni lazima tunayaweka muhuri kwa kuwainua mbele zake na kumbariki. Ningetaka watoto wote tuleteo hapa, wachungaji wetu wako hapa, na ninajua tutabarikiwa na Mungu. I just want to follow our mom ili aweze kuombea watoto hawa, na ninajua Mungu atatubariki. Watoto kujeni, wewe ambaye unajua wewe ni mtoto. Mtoto ni kusema niko na baba, niko na mama, nilizaliwa. Wewe ni mtoto na sijafikisha wakati wa kujitegemea, ama si hivyo my father? Hivyo wewe ni mtoto. Wewe unahisi ya kwamba ningetoa dhabihu ya kuwa mimi mtoto. Haleluya. Watoto tunawapenda katika jina la Yesu. Haleluya. Wachungaji wetu tukae nyuma yao. Haleluya. Tu intercede sababu yao, na najua kama Mungu wazaza. Asante Bwana. Haleluya. Tutaombea watoto na pia tutakataa maneno ambayo mtoto anaweza kuwa amelelewa na mwalimu ambayo si maneno ya kumjenga mtoto. So if there is any curse from a teacher, we are going to cancel it in the name of Jesus. Hallelujah. Kwa sababu tunajua saa ingine kuna maneno watoto hungenewa na walimu shuleni, na maneno hayo juu mtoto anaamini maneno ya mwalimu ndio final, anaikubali. Ikiwa kuna maneno mumenenewa ambayo si ya kuwajenga, tunaivunja katika jina la Yesu Kristo, na tunawaita wabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza hatima zenu ni kubwa katika jina la Yesu Kristo, na hata ikiwa hujafaulu vizuri kwa masomo, wewe ni chombo cha maana machoni mwa Bwana, na kuna kitu ndani yako. There is a talent in you. There is something in you that is going to make you great on the land in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Wacheni tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunataka kukushukuru kwa sababu ya watoto hawa ambao Bwana wako kwenye mikono yetu, na sisi tukiwa wazazi wao Bwana, vile Bwana umewaleta kutoka shule na sasa wako kwa likizo, tunataka kuwakabidhi mikononi mwako. Mahali popote watatembea, we refuse food poisoning in the mighty name of Jesus. Roho yote ya wivu haitashika hawa watoto. Jicho lote la wivu halitaweza kuamulika tena katika jina la Yesu Kristo. Safari zote wataenda likizo hii, tunazibarikisha mikononi mwa Bwana, na tunatangaza wamebarikiwa wakitoka na hata wakirudi katika jina la Yesu Kristo. Hawataingizwa kwa maagano ambayo ni ya kishetani. Tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Hawa ni watoto wa madhabahu ya Bwana, na damu ya Yesu imewafunika. Kwa hivyo tunatangaza leo wako chini ya kifuniko cha damu ya Yesu Kristo. Hakuna uovu utawapata. Tunataka kutangaza hawatalala hospitali katika jina la Yesu. Oh my Father, we speak, oh God, divine health upon these children now in the mighty name of Jesus. Hawatakosa chakula, hawatakosa mavazi, hawatakosa maji katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunaomba mpaka kwa sababu ya wazazi, chochote kile kinahitajika Bwana, you are going to provide. Utapeana Jehova, hakuna kupungukiwa katika jina la Yesu Kristo. Na siku ya leo tunabariki hawa watoto ya kwamba likizo hii itakuwa ya baraka, itakuwa ya kufaulu, itakuwa Bwana ya kufaa katika jina la Yesu Kristo, itakuwa ya kufaa machoni mwa watu wote Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante Jehova Mungu kwa sababu ya madhabahu haya. Hawa watoto wote wameombewa kwa hii madhabahu, na kwa hivyo vile wamerudi kwenye madhabahu hii, tunaitisha nguvu za Bwana ziwalinde na ziwazunguke, kama vile Bwana riko zakatarakanda ramazai reke zike tarakanda ramaganda, in the mighty name of Jesus Christ. My Father, my God, you will watch over them, for your eye is watching over them. They are the land of the Lord. They are the blessed of the Lord. They are the protected of the Lord.
God, in the mighty name of Jesus. We bless your name and we honor you. In Jesus' mighty name we pray and we believe. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, nataka sasa, maana Bwana amekufanya mshale, Bwana amekufanya upanga. Nataka utabirie mambo yote. Nataka ulaani laana zote. Nataka ulaani ajali zote. Nataka uweke mkono wako kwa kichwa. Nataka sasa ukatae mambo yote. Una nguvu na mamlaka ya kukataa. Kataa kila ajali zote. Kataa kila maisha yote ambaye haina faida katika jina la Yesu. Ukatalie watoto wako, ukatalie nyumba yako, ukatalie nchi yako, na Mungu atakubariki. Nataka tukatae kifo, nataka tukatae ajali za moto, nataka tukatae ajali za maji katika jina la Yesu. Bwana wa mabwana, umetufanya kuwa na nguvu, umetupata nguvu na mamlaka, umetuinua katika mahali pako pa juu, umetupatia urithi Bwana. Sasa tunapokea ufalme wako. Tumekataa magonjwa, tumekataa ajali zote. Hatutaanguka barabarani kwa ajali katika jina la Yesu. Hatutapelekwa na maji katika jina la Yesu. Hatutaibiwa katika jina la Yesu. Watoto wetu hawatakunywa madawa, watoto wetu hawataingilia ulevi katika jina la Yesu. Maana umetufanya kanana taifa lilio na mamlaka, lilio na uweza. Utokapo kinywani kwako tunakataa madawa, tunakataa mambo yote isiyo faida, tabia zisizo na faida katika jina la Yesu. Hawa watahudumia wewe Bwana, hawa watainua wewe Bwana, hawa wataimbia wewe Bwana, hawa watakuhubiri neno lako Bwana katika jina la Yesu. Tunasema ya kwamba tutaishi, hatutakufa. Tumekataa vifo vya mapema katika jina la Yesu. Tunakataa kudanganywa katika jina la Yesu. Tunakataa kuinukiwa katika jina la Yesu. Tunakataa ufukara katika jina la Yesu. Tunakataa kufukuzwa kwa makazi katika jina la Yesu. Tunakataa kukosa kazi katika jina la Yesu. Tunainua bendera yako juu. Tunasema sisi ni taifa lililobarikiwa, kwa sababu wote watakubariki, kwa maana umewabariki katika jina la Yesu. Wewe ndio utakuwa ukitudirect mahali pa baraka zetu Bwana. Wewe ndio utatupeleka katika majani mabichi. Wewe ndio utatupeleka katika maji matulivu. Mungu, tuko mikononi mwako. Umesema katika mikono yako umesitiri vizuri, katika mabawa yako unatubeba Bwana. Hatutakufa, hatutagonjeka Bwana, tutaishi kwa neno lako Mungu, tutaishi kwa kibali chako Bwana, tutaishi with your favor katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu unatupenda, tunakushukuru Bwana kwa sababu unatujali. Asante kwa siku ya leo, asante kwa mafuta ya baraka, asante kwa ukuu wa baraka, asante kwa kutuponya, asante kwa kutuinua, asante kwa kutupatia tumaini, asante kwa kutujenga upya. Sasa tuko juu ya mwamba, mwamba ulio juu yetu, mwamba ulio wa baraka. Hatutaanguka na hatutakosa, kwa sababu unatupenda. Tunakuinua na nikubariki. Asante hata kwa huduma hii Bwana, kwa sababu ni katika huduma hii Jehova unatamka baraka. Ni kwa sababu ya huduma hii Mungu unatamka ukombozi. Ni katika huduma hii Bwana unavunja kila nira. Ni katika huduma hii Mungu unaleta urejesho. Asante kwa kuturejesha, asante kwa chanio na kuturudisha katika nyumba yako katika jina la Yesu. Umeinuliwa, umebarikiwa. Sasa tuko na nafasi ya kushukuru na kukuimbia nyimbo na kukubariki, na ni katika jina la Yesu tumeomba kuamini na kushukuru. Amen. Tupigie Bwana wetu makofi. Asante kwa ibada ya siku ya leo. Tutatamatisha hapo, na Mungu awabariki na awainue. Kwa hivyo ningetaka tuseme neema, na najua Bwana